90 dakika zimemalizika katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Tupo na Heavyweight Dulla kuangazia mengi ambayo tumetazama katika kipindi cha dakika 45 ya kwanza na kipindi cha dakika 45 ya pili. Kwanza Dulla, nijue hali yako iko vipi kwa wakati huu? Ya bana, kwema, namshukuru Mwenyezi Mungu. Niko vizuri. Naam. Game nimeiona, ni mchezo ambao ni mzuri. Ya mchezo mzuri. Simba imeweza kushinda mabao 3-0 dhidi ya Fountain Gate ambao pia wametoa upinzani, sio kwamba hawajatoa upinzani. Wametoa upinzani na of course Simba inapitia kipindi cha mpito kwa sababu imeondokewa na kocha wake mkuu Fadlu Davis, lakini kikosi kwa sababu kilikuwa chini ya kocha msaidizi Selemani Matola kimeweza kuonyesha ile tuseme mchezo mzuri na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nimeona kwa upande wangu ni mchezo ambao unaridhisha, football inachezwa, vijana wanacheza mpira wa kupasiana na nini. Kwa hiyo sio mbaya. Na mimi nijielekeze moja kwa moja kwa namna ambavyo mwalimu ameamua kuanza na kikosi. Nilikuwa napitia kwenye kurasa ya Simba Sports baada walivyoposti ile half time. Wengi walikuwa kipeleka malalamiko kwa Mzamiru Yasin, lakini kikosi kwa ujumla namna ambavyo kimeweza kuperform, nini ambacho tunaweza tukakizungumza kwa nyakati hii ni kwamba Simba sasa mpira ulioonyesha ni mpira unaoridhisha au ni mpira wa kutafutia matokeo? Of course unajua kwenye swala la midfield ambayo Simba walianza nayo, katikati kuna Mzamiru Yasin pamoja na Yusuf Kagoma na Jean Charles Ahoua. Hii midfield kwa upande wangu naona haikubalance. Of course haikubalance kwa sababu unakuwa unajaza namba kubwa zaidi kwenye eneo ambalo utakuwa unafanya build up. Mipira inakuwa inachelewa kuweza kufika mbele. Na ndio maana unaona kipindi cha kwanza Jonathan Soa hakupata huduma ile inayotakiwa mara kwa mara. Na pia kwa sababu Yusuf Kagoma pamoja na Mzamiru Yasin wote wanapenda kucheza karibu na safu yao ya ulinzi, kupiga, yani unaweza kukuta una wachezaji wengi ambao wana circulate tu possession, mpira unapigwa hapa, wanakuwa nyuma zaidi, nyuma safu ya kiungo ya timu pinzani, na kujikuta sasa inakuwa inashindwa kutoa mipira pale kwenye eneo la kiungo kupeleka mbele. Na mara kadhaa Yusuf Kagoma alikuwa akijaribu kupeleka mipira kwenye eneo la mbele, mipira inakuwa inaishia kupotea na nini, na mingine inakuwa intercepted kirahisi kwa sababu anakuwa predictability. Kwa hiyo muda mwingine alikuwa na nini, na Mzamiru Yasin alikuwa hana uharaka wa matukio. Nafikiri inaeleweka kwa nini, kwa sababu ni mchezaji ambaye hakuwa akipata namba mara kwa mara. Kwa hiyo ile pia ikampunguzia ile nguvu yake ya kuweza kufanya maamuzi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwa upande wangu naweza nikasema ni haikuwa midfield ambayo ina hivyo, lakini pia ikawa inamfanya sasa Jean Charles Ahoua kucheza karibu ili yeye sasa ndo atumike kama kichocheo cha kuilink team, kitu ambacho hiyo sifa hana. Umeelewa? Jean Charles Ahoua sifa ya kuwa kiunganishi, maana link up player, tuseme ya kuunganisha timu kutoka kwenye eneo la kiungo kuipeleka kwenye eneo la ushambuliaji, hiyo sifa Jean Charles Ahoua hana. Pale Simba nilishawahi kuzungumza swala fulani kwamba Simba kuna aina fulani ya midfield niliwahi kumpendekeza. Sitaki kumrudia kwa sababu nisije nikaonekana kama namdalalia na nini, lakini yule midfield alikuwa ana quality ambayo au ana sifa. Of course midfield wote ambao wako Simba wana quality, ila kuna kitu kinaitwa characters. Kuna sifa ambayo huyo midfield yanayo. Hiyo sifa ni pamoja na uwezo wa kuifanya timu iweze kucheza kwenye tempo tofauti. Ana uwezo wa kuifanya timu ikacheza kwenye slow tempo, ana uwezo wa kuifanya timu kucheza kwenye high tempo, ana uwezo wa kuichochea timu, kuilink timu kutoka kwenye eneo la defense kwenda kwenye eneo la kiungo na ushambuliaji. Ana uwezo mzuri wa kupiga pasi za mbele, ana uwezo mzuri wa kupiga penetration pass. Ni kama ile deep lying playmaker. Unajua umuhimu wa kuwa na deep lying playmaker kwa aina hii ya kikosi ni muhimu kwa sababu Jean Charles Ahoua ni mchezaji ambaye anapaswa kucheza karibu na box la timu pinzani kutokana na uwezo wake wa kufunga mabao. Sawa? Ameonyesha akiwa na Stade Abidjan, amekuja Simba Sports Club msimu wake tu wa kwanza anafanikiwa kuwa top scorer na nini. Kwa hiyo huyu mtu kitaalamu ni goal scoring midfielder. Hana ile sifa ya kuwa playmaker. Kwa hiyo anatakiwa achezeshwe karibu na box. Umeelewa? Achezeshwe zaidi na box ili aweze ile nishati yake ya kufunga mabao iweze kutumika zaidi. Si ndio bwana? Kwa hiyo role hii anayopewa inaitwa shadow striker. Umeelewa? Anaweza akawa anacheza zaidi kwenye hayo maeneo, na ni mshambuliaji yupo ila naye anakuwa anacheza karibu na hiyo eneo kwa sababu yeye
kiasili sio creator, sio mtengenezaji wa mabao, ila ni mfungaji mzuri wa mabao. Assist ambazo amezitengeneza msimu uliopita nyingi zinatokana na set piece, mpira wa kona, na leo ametengeneza hivyo, au mipira ile ya set piece, mtu kafanywa foul inapigwa direct free kick, au yeye ana uwezo wa kupiga indirect free kick club out swing na mtu akaweza kufunga, si ndio bwana? Kwa hiyo anatakiwa achezeshwe kwenye hizo roles. Sasa kwa sababu gani hachezeshwe? Analazimika kucheza karibu na safu yake ya kiungo, ni kwa sababu mipira inakuwa inakosa mtu wa kuiprogress kwenda mbele. Kwa hiyo huyu Yusuf Kagoma pamoja na Mzamiru Yasini hiyo sifa hawana. Kwa hiyo Jean Charles Ahoua anatakiwa arudi tena, aanze kuipokea mipira kwenye zoni ya kiungo, aanze kupanda nayo na nini, na mwisho siku ufanisi wake unapungua, na hata ile threat yake kwenye eneo la mpinzani pia inakuwa ndogo. Ingawa leo nafikiri ameonyesha kwa nini nasema hivi. Ile goli aliyofunga yani ni touch moja tu pap kitu kimeenda. Yeah, kwa hiyo ni mchezaji ambaye ana sifa fulani ya kuwa mchezaji muhimu kwenye timu. Kwa hiyo anapaswa kutumika hivyo. Miongoni mwa strength ambazo ulizizungumza mwanzo kabisa kwa Rushain De Reuck kabla hata hajatambulishwa na klabu ya Simba Sports ni uwezo wake wa kuini mipira ya juu. Tulizungumza awali kabisa. Unadhani ni dalili njema sasa kwa kilichoonekana kwenye mchezo wa leo, na pengine wana Simba sasa wanaweza wakawa wamepata mtu ambaye anaweza akawa anawaofa vitu vingi zaidi, hususan katika mipira hiyo? Yeah, of course. Unajua Dariak nilimzungumzia, ni mchezaji mzuri na ni best defender, best Absa Premiership Defender of the Year 2019-2020. Nilizungumzia na nikasema ni aina fulani ya mchezaji ambaye ana uwezo mzuri wa kuwin mipira ya vichwa, sio kwenye box lake tu, hata kwenye box la mpinzani. Na nikatoa na mfano bao ambao amelifunga leo, jezi namba 10 Jean Charles Ahoua amepiga kona ambayo imeweza kutumika na Rushain Dariak kufunga bao. Of course zimekuwa ni yani siwezi nikasema kawaida kwa sababu hana ile consistency ya mara kwa mara kufanya hivyo. Lakini niliwahi kusema indicator ambayo yuko nayo Rushain Dariak ni pamoja na uwezo wake wa kuwini mipira ya juu na kuconvert kuwa mabao. Amewahi kufanya hivyo tarehe 24 mwezi wa kwanza mwaka 2024, mchezo ambao TS Galaxy alikuwa nyumbani, anapoteza kwa mabao 2-1. Kona inapigwa na jezi namba 10 anaitwa Gaston Sirino. Yeye anaweza kuiconvert bao ambao linafanana kila kitu na bao ambao amelifunga leo. Lakini kwa bahati mbaya katika ule mchezo aliweza kuumia na kutolewa kwenye dakika za mwanzo tu za mchezo, dakika 16 akafanywa substitution kwa sababu ya majeraha, na alikaa miezi 2 mbele kabla kuja kupata tena nafasi ya kuja kucheza, na ikamharibia hata kwenye career yake, kwa sababu baada hapo alikuta kuna eneo lake tayari watu wameshalitumia. Lakini katika huo mchezo alicheza yeye pamoja na Grant Kekana. Sasa hii ni kama alert, kama ameweza kufunga bao katika debut yake ya ligi kuu, manake sasa hiyo ni kazi ya kocha sasa kutumia hiyo silaha. Maana hiyo ni secret weapon, silaha ya siri kwa ajili ya kuwagandamiza wapinzani. Una set piece specialist mzuri Jean Charles Ahoua, alafu unakuwa na beki kama Rushain Dariak ambaye anaweza kutawala mipira ya hewani. Manake ukitengeneza combination, manake kwa kiufundi unaweza ukatengeneza zile combination kwenye set piece routines ambazo zinakuwa zinafanyika kwenye viwanja vya mazoezi zipo. Kwa hiyo anaweza wakawa wana connection yao nzuri baina ya Jean Charles Ahoua pamoja na Rushain Dariak kwenye aina hii ya mipira, kwa sababu ni defender ambaye ana uwezo wa kuwin mipira. Kwa hiyo ukijaribu kuangalia ile bao ambalo wafunga TS Galaxy 2023, ukiangalia na hili ni mabao ambayo yanafanana. Kwa hiyo sasa anaweza akaja kuwa goal scoring defender kama hii nishati yake itatumika vizuri. Umeelewa? Kuarrive kwenye box kwenye mipira ya hivyo, kuiconvert na kuweza kuifanya iwe bao, au kuiset kuweza kwa wengine kuweza kufunga, kwa sababu pale kumbuka kuna kina Jonathan Sow ambao nao ni warefu na wanaweza kuconvert. Kwa hiyo ni defender ambaye ni mzuri, lakini achilia mbali hivyo, yeye kama nimetoka kuzungumzia swala la build up hapa, Mzamiru pamoja na Yusuf Kagoma walivyokuwa wanafanya ile mipira kucheza zaidi, yani ile build up inaishia tu kwenye eneo la kiungo na nini, mipira inachelewa kuweza kufika kwenye eneo la mbele. Rushain Dariak ndo amekuwa akitoa solution kwenye hili, uwezo wake wa kupiga pasi ambazo zinafika kwenye maeneo na kuweza kuprogress shambulizi. Amekuwa mbaya sana kwenye hilo swala. Kwa hiyo kwa zile timu ambazo zinafanya high defensive line wategemee madhara kutoka kwa Rushain Dariak. Kwa hiyo katika kitu ambacho nashauri ni kwamba Simba wapate kocha haraka mapema, tuendelee kushuhudia burudani
Simba apate kocha kwa haraka. Nitarudi hapo nifanye liwe swali la mwisho. Jonathan Soa lizungumza mengi kabla kabisa hajatambulishwa Simba Sports, ukazungumza baada ya kutambulishwa. Nimeona post yako kupitia ukurasa wa Instagram. Comment yako nini hasa ambacho unaweza ukakizungumza sasa, ikiwa ni mchezo wake wa kwanza akiwa amevalia jezi ya Simba Sports, lakini anakuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wamepachika bao katika mchezo wa leo, assist ikitokea kwa Elie Mpanzu. Yeah, of course ukibase kwenye mchezo wa leo peke yake hakupata huduma kubwa, especially kipindi cha kwanza. No. Kama nilivyotoka kueleza ni kwa sababu ya machangamoto ambazo zilikuwa zipo kwenye eneo la kiungo, Jean Charles Ahoua kutocheza karibu na maeneo, Simba kutokuwa na creative players wengi na nini, kumemfanya kuweza kuroll tu kwenye eneo la mbele pasi na kupata huduma. Lakini still katika game kama hii tena ndo game yake ya kwanza anafanya debut na nini, bado hajapata zile game time na wachezaji wenzake kwa muda mrefu na nini, ameweza kuonyesha hichi kitu alichokifanya. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye anaendelea kuprove kwamba ni mfungaji mzuri na anaweza akaja kuwa mshambuliaji ambaye atasumbua sana kwenye ligi kuu. Ni aina ya mshambuliaji ambaye ana uwezo mzuri wa kufinish. Chances zikipatikana na uwezo wa kuziconvert na kufunga, na anapenda kucheza zaidi karibu na box, karibu na mabeki, yani anapenda kujiposition baina ya mabeki wawili wakati. Manake wale two last defenders wa opposition's last defenders. Ni hivyo na of course mastrike ambao wanapenda kucheza katika hayo maeneo, yani kucheza karibu na safu ya ulinzi kabisa ya timu pinzani, wanakuwa na ability nzuri ya kuweza kumaliza. Kwa hiyo washambuliaji kama hawa ili waweze kuperform wana rely zaidi team kwa ujumla wake iwe na performance nzuri, mipira iwe inafika kwenye box, anapata nafasi ya kutengeneza. Of course ana uwezo wa kulink na wenzie, lakini sio kitu ambacho anapenda kukifanya mara kwa mara. Yeye anapenda zaidi timu iweze kudominate kwenye eneo la mpinzani na kuwe kuna wachezaji ambao wana uwezo wa kupasisha mipira kwenye box la timu pinzani, na wewe kuweza kutumika kama silaha ya kuweza kuzidumbukiza kwenye nyavu. Kwa hiyo kama itafika hatua Simba itakuwa na muunganiko mzuri kama huo, mipira inachezwa, flow ya timu inaonekana na inafika ndani ya penalty box, kuna pocha mzuri kama huo, basi mipira itakuwa inafanya kudumbukia tu kwenye nyavu. Kwa hiyo sina shaka na Jonathan Soa ameshaprove akiwa na Medeama, ameshaprove akiwa na Singida, anaendelea kuonyesha akiwa na Simba Sports Club, na naamini anaweza, kwa sababu nishazungumza mengi kuhusu Jonathan Soa. Kwa hiyo yupo, na nilizungumzia kwamba ashawahi kumfukuzisha kocha Roman Falls Horoya pale, alikaa mwezi mmoja tu akaondoka. Kwa hiyo hiyo ni jambo la kuongezea tu. Hapo watu wakoleze kwa wino wanahitaji wakoleze kwa wino mwekundu. Alipiga chuma kwenye preliminary, alisaidia Medeama kuingia hatua ya makundi kwenye debut season yao kwenye Champions League. For the first time kwa timu ya Ghana kuingia makundi toka 2012 ulipofanya hivyo Berekum Chelsea. Sawa. Yeye aliweka effort yake, lakini ndo alisaidia kuweza kutoa ubingwa for the first time ever. Yani haijawahi kutokea before. Yani kama kawaida yangu mimi nakuwa nakuja na data zangu, si unajua. Kwa hiyo Simba baada ya miaka 4, huwezi jua Jonathan Soa, kwa sababu ana hiyo mentality ya kuipa timu ubingwa na nini. Imagine ametoka Singida, ameisaidia timu kuweza kufika finali, eliminate Simba kwenye nusu finali, si ndio bwana? Na alifunga, si ndio bwana? Watu wasisahau. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ana ile winning mentality. Ni winning mentality yake ni kubwa, na hata hiyo changamoto ambao walikuwa wanazungumzia mwanzoni kwamba hana nidhamu, ni pale akiona matarajio yake ya kushinda hayapo upande wake anakuwa frustrated. Jambo ambalo hata mastaa wakubwa duniani wako nalo, kwa mfano Cristiano Ronaldo bwana, si ndio bwana? Sasa kwa hiyo ndio hivyo, ni mchezaji mzuri na Simba wamelamba dume. Mwisho japo sio kwa muhimu, umemzungumzia kocha aje kwa haraka. Alichokifanya leo Selemani Matola, unaweza ukakipa asilimia ngapi kwa namna ambavyo amepanga kikosi, lakini mpira ulivyochezwa na matokeo yalivyopatikana? Kwa sababu matokeo wamekuwa upande wake, haja concede bao, timu imecheza na nini, nampa 8 ya 10. Kwa sababu timu kila kitu kipo upande wake. Statistics zote zinambeba. Kwa hiyo as long as ameshinda basi fresh. Bana, anaitwa Heavyweight Dulla. Kama kutoka kuna wengine basi tutakujuza panapo pale tutakapojaliwa na Mwenyezi Mungu. Tame tu usiku mwema.